chakula duniani yani WHO kwenye mtandao kuhusu ongezeko la kitambi, kiriba tumbo, lakini pia uzito uliopitiliza, kwa lugha ya Kiingereza wanaita obesity. Utaona kabisa wanataja mambo haya kama ni tatizo kuu, lakini pia ni tatizo ambalo linaweza kusababisha hatari kubwa, ikiwa ni pamoja na magonjwa kama vile kisukari, shinikizo la damu na mengine mengi. Haya nimeyataja tu kwa uchache, na tabia ya ulaji usiofaa imetajwa kuwa ni miongoni mwa sababu hizo. Katika miaka ya hivi karibuni, watu wengi kupitia mitandao ya kijamii wamekuwa wakihusisha ulaji wa ugali, wali na hivyo nilivyovitaja vingine kama vile chapati na mandazi ni miongoni mwa visababishi vya mtu kuwa na kiriba tumbo, kitambi pamoja na uzito uliopitiliza. Nimemwalika Profesa Joyce Kinabo. Yeye ni profesa aliyebobea kwenye lishe ya binadamu. Amekuwa mhadhiri mwandamizi katika Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA kwa zaidi ya miongo mitatu. Atanirekebisha kama nitakuwa nimekosea, lakini pia amefanya tafiti mbalimbali kuhusiana na swala la lishe. Ameshiriki makongamano mengi ya kitaifa na kimataifa yanayohusisha lishe duniani. Ninaamini kabisa leo atatusaidia na tupate uelewa mzuri kuhusiana na swala hili. Profesa, karibu sana. Asante sana Gerard, nashukuru mno kwa nafasi hii. Asante. Profu, natumaini tutakubaliana kwamba vyakula hivi nilivyovitaja ni miongoni mwa vyakula vinavyotokana na ni vyakula ambavyo vina wanga. Vina wanga. Sasa tufahamu kwanza, tunapozungumza wanga una faida gani au unaweza kuwa na hasara gani pia kwenye mwili wa binadamu? Asante sana kwa swali zuri. Wanga ni sehemu ya virutubishi ambavyo mwili wa binadamu unahitaji. Nikisema sehemu ya virutubishi ninamaanisha kwamba virutubishi vingine ni kama protini, vitamini, madini na mafuta ambayo mwili wa binadamu unahitaji. Wanga kwa sehemu kubwa unaupatia mwili wa binadamu nishati. Yaani tunasema inakupa nishati ili kukuwezesha wewe kufanya shughuli zako. Kutembea kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kulima au kufanya shughuli yoyote ambayo ina msukumo wa mwili mzima, na pia nishati kwa kuendesha mifumo ya mwilini ambayo inahitaji nishati ambayo inatokana na wanga. Kwa hiyo wanga una manufaa kwa sababu unaupa mwili nishati ambayo inawezesha kufanya shughuli za kimwili na mazingira, lakini pia ndani ya mwili wenyewe. Asante Prof. Prof, katika siku za hivi karibuni ukifungua mitandao ya kijamii kumekuwa na mjadala mkubwa sana unaendelea kuhusiana na ulaji sasa wa ugali, wali, lakini pia chapati, vyakula vyote vinavyotokana na ngano. Mjadala huu umeleta sintofahamu na watu wengi wamekuwa wakitatizika kwenye hili swala. Sasa ni namna gani sasa mtu kama kila ugali au wali au hivi vyakula vya ngano, ni kweli kwamba vinasababisha hiki kitu tunachoita kiriba tumbo, tunachoita kitambi, lakini pia uzito uliopitiliza? Ni mjadala ambao kwa kweli hata mimi nafahamu umekuwa ukiendelea kwa muda mrefu. Lakini kabla sijaenda kuongelea hilo, labda niongelee tu kuhusu hivyo vyakula unavyosema. Ni vyakula vya aina ya nafaka. Tunaongelea mahindi, tunaongelea mchele, tunaongelea ngano. Sasa mahindi kama yalivyo, yakisagwa kama yalivyo yakatoa unga. Unga ule utakuwa na lishe ambayo inakuwa kama inalingana, kwamba nishati haitakuwa kubwa sana ukilinganisha na mahindi ambayo yamekobolewa. Vile vile mchele, ukiwa na mchele ule mweupe sana, ina maana virutubishi vingine vyote ambavyo vipo kwenye mahindi, kwenye mchele na kwenye ngano, baada ya kukoboa, vile virutubishi kama madini, vitamini na mafuta vinakuwa vimeondolewa vyote. Kwa hiyo mahindi yamebaki kama wanga, mchele mweupe umebaki kama wanga, na ngano nyeupe imebaki kama wanga. Hii faida nyingine ya virutubishi ambavyo viko kwenye nafaka hizi zinakuwa zimeondolewa na kupelekwa kwenye pumba, ambazo pumba sasa zile haziliwi tena na binadamu. Ndio maana tunasema
kama tunataka manufaa kwa upande wa vyakula hivi, basi tu vile ambavyo havijakobolewa sana, yani havijaondolewa virutubishi vyote ambavyo vinakaa nje ya nafaka hizo. Yani tafsiri nyepesi ni kwamba labda kama ni mahindi tusiyakoboe kwanza. Tusiyakoboe. Lakini nitaweka angalizo kwenye mahindi kwamba tusipokoboa, tatizo lililopo sasa hivi kwenye uzalishaji wa mahindi shambani ni kuingiliwa mahindi na sumukuvu. Sasa tusipokoboa pia unaweza kujikuta unaingia kwenye hali tete ya kula sumukuvu. Kwa hiyo tunachosema tusifanye ile ya kukoboa mpaka ikawa nyeupe kabisa, labda tukoboe kiasi alafu tuendelee na mahindi kama yalivyo. Prof, sasa hapa kuna kama ulivyosema kuna mchanganyiko kidogo. Tunasema tukoboe kidogo, lakini unakuta pengine mashine zetu nyingi wanakoboa mpaka ile namna ya mwisho. Kuna pengine, pamoja na kwamba hili ni swala lingine, lakini kwa kama ulivyosema ni angalizo, tunaweza tukafanyaje sasa ili tuweze kula mahindi ambayo hayajakobolewa kabisa? Uzalishaji uwe sahihi na uhifadhi wa mahindi kwa mfano uwe mzuri. Unahifadhi kiasi kwamba mahindi hayataathirika na sumukuvu. Au uzalishaji kule shambani uwe kwa kiasi ambacho uvunaji umefanya mapema, umeanika ya kutosha na ukahifadhi mahindi yako vizuri. Hapo unaweza ukaamua kula mahindi ambayo hayajakobolewa, ambayo utakuwa umepata manufaa sasa ya kupata nyuzi kwenye mahindi, lakini pia na madini na mafuta na vitamini ambazo ziko kwenye mahindi. Nini sasa kinatokea ukila kilichokobolewa kabisa? Sasa kilichokobolewa kabisa ni kwamba hivi vyote vimeondoka. Kwa hiyo tumebaki na aina moja tu ya kirutubishi, wanga. Sasa ule wanga ndio unaokula, ambao ndio utaenda mwilini sasa ukatengeneze nishati. Ukila ugali kuzidi mahitaji ya mwili wako, ugali kama ugali hauna ubaya wa kusema utakuletea uzito kama utakuwa umeula ugali na vyakula vingine. Kwa hiyo umekula ugali, ukala nyama, ukala maharage, ukala mboga ya majani, kiasi kwamba ujumla wa chakula sasa umekuwa umewiana kati ya ugali, mboga za majani, maharage au nyama. Wingi wa ugali utapungua kwa sababu una hivi vyakula vingine. Lakini kuna ile dhana au ile tabia ya kwamba tunakula ugali mkubwa sana ukilinganisha na vyakula vingine kama maharage, nyama au mboga za majani. Kwa hiyo kwa vile ugali unakuwa mwingi, ina maana mwili unaingiza sehemu kubwa sana ya nishati katika mwili bila kuwa na uwiano na hivi vyakula vingine. Kwa sababu ukishakuwa na uwiano na hivi vyakula vingine, matumizi ya nishati yanaweza yakapunguzwa kidogo. Kwa sababu katika tumbo ule wanga utakapobadilishwa kuwa sukari, uchukuaji wa sukari utakuwa mdogo kuliko ukila ugali mkubwa na hivi vyakula vingine kidogo. Unaupa nafasi mwili kuchukua sehemu kubwa ya sukari ambayo inatoka kwenye wanga na kuingiza mwilini. Na kinachotokea kama mahitaji ya sukari hayako kwa kiwango kikubwa, maana itategemea na shughuli zako za kila siku. Kama wewe ni mfanyakazi ofisini, ukila ugali mkubwa, ina maana utakula ugali mkubwa afu utaenda ukakae ofisini. Sasa ile sukari yote uliochukua, mwili utachukua kiasi unachohitaji, kinachobaki mwili una uwezo wa kubadilisha kuwa mafuta. Na hayo mafuta yanaenda kuhifadhiwa kwenye sehemu mbalimbali za mwili, ikiwemo sehemu ya tumboni na sehemu ya nyonga au sehemu ya juu ya kifua cha mwili. Na hapo ndo tunaposema kwenye sehemu ya tumbo tunapata kitambi au kiriba tumbo. Sawa kabisa. Wanasema sasa kwenye mitandao ya kijamii ili pengine kuliepuka hili, watu waangalie uwezekano wa kuacha kula. Wengine wanasema acha kabisa kula ugali, acha kabisa kula wali, na badala yake tutumie vyakula vinavyokuwa na asili kama ya mizizi, mihogo, magimbi, viazi. Hili wewe kama mbobevu kabisa katika masuala ya lishe unalizungumziaje? Ushauri huo wakati mwingine inabidi uendeane na
taarifa sahihi ambazo mtu anakuwa nazo kuwapatia wale watu wanaompa ushauri. Sasa tukisema kwamba tuondoke kwenye mahindi tuingie kwenye mihogo na magimbi na viazi, vyote vinatupa wanga. Ukila zaidi muhogo, viazi na magimbi, bado itakuletea sukari mwilini, na hiyo sukari ikiwa zaidi ya mahitaji ya mwili wako kwa wakati ule katika kukupatia nishati, ndio inabadilishwa kuwa mafuta. Kitu kikubwa ambacho labda ushauri huo unazingatia ni kwamba ukilinganisha mahindi, mchele na ngano, kuna kitu kinaitwa kiwango cha ongezeko la sukari ambacho kinatokea mwilini baada ya kuwa umekula chakula. Ukila ugali uliokobolewa sana, ukila mchele ambao umekuwa mweupe au ngano nyeupe safi, kiwango cha sukari kinachoongezeka mwilini ni kwa haraka sana na kiwango cha juu kwa vyakula hivi, ukilinganisha na vyakula vya mizizi kama mihogo, magimbi na viazi. Kiwango cha sukari kinaongezeka polepole, na kwa sababu kiwango cha sukari kinaongezeka polepole, ina maana mpaka chakula kinatoka tumboni na kwenye mautumbo, ina maana sio sehemu kubwa ya sukari itakuwa imechukuliwa. Kwa hiyo sehemu kubwa itakuwa inaondoka mwilini bila kuingia kwenye damu. Lakini kwa upande wa ngano hasa na mchele, tukila mkate kwa mfano, ndani ya nusu saa au ndani ya saa moja sukari itakuwa imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana kwenye damu. Yaani ina maana imeshtoka kwenye utumbo, imeshaingia kwenye damu na kwa kiasi cha juu. Na kama mahitaji ni madogo, basi ile ziada itawekwa kama mafuta. Kwa hiyo kwa vyakula hivi ambavyo vimesindikwa au vimesagwa, ugali, mchele na ngano, kwa kweli kiwango cha sukari kinachoongezeka ni cha juu na kwa haraka, ulinganisha na vyakula kama mihogo, viazi na magimbi na hata maharage. Kiwango cha sukari hakipandi kwa haraka sana na hakiwi cha juu sana, na ndio maana kuna huo ushauri watu. Lakini tunachosema ni kwamba tusiseme tusile kabisa. Bado kwenye lishe tunataka watu wale vyakula vya aina mbalimbali ili wanufaike na virutubishi ambavyo vinatokana na vyakula mbalimbali. Kwa hiyo tunachosema mtu kula kiasi kidogo. Kwa ugali tunaongelea ngumi, mtu angalie ngumi yake ndio iwe kiasi cha ugali ambacho atakula, lakini awe na mboga za majani za kutosha, awe na maharage au nyama au dagaa au samaki, na mambo mengine yataenda vizuri. Kwa hiyo unapunguza kiasi cha sukari ambacho kinapanda kwa haraka kama utakuwa umekula ugali mkubwa ambao hauna uwiano na vyakula vingine ambavyo vinaliwa pamoja na ugali. Wanasema kwamba huu ugali au wali ukiwa umepikwa leo ukalala, mtumiaji akautumia kesho, unaweza kuwa umepunguza kiwango cha wanga kwa kiasi kikubwa. Lina ukweli wowote jambo hili? Ukweli upo, lakini siwezi kusema kwa kiasi kikubwa, kwa sababu itakuwa imepungua. Kwa mfano, ukichukua wali, ugali ukaweka labda kwenye friji, kesho yake ukaula, ile muda wa kuhifadhi na kukaa, ile starch au ule wanga kwenye mahindi au kwenye mchele inabadilika, na sehemu fulani haitakuwa tayari kuchukuliwa au kuvunjwa na vimeng'enyo vilivyoko kwenye utumbo ili kupata sukari ambayo inatoka kwenye mahindi na ugali. Kwa hiyo kuna hilo kwamba kweli ukiweka vyakula hivyo vikabaki, kesho yake ukila, ongezeko la sukari halitakuwa kubwa sana kama pale ambapo umekula kikiwa fresh. Lakini sasa hiyo dhana ya kusema kubakiza ndio nile kesho pia ni changamoto, kwa sababu usalama wa chakula chako ulivyohifadhi ukoje, usije ukajikuta unaingia kwenye matatizo zaidi, na hatutaki utumie hivyo, kwa sababu itakuwa ni hasara
kwako wewe mwenyewe, kwa sababu umehifadhi chakula alafu uweze kukitumia kwa kiasi kikubwa, badala yake sehemu moja inakuwa imepotea. Pika chakula ambacho unaweza ukakimaliza, lakini kwa kiwango ambacho kweli mwili unahitaji, kuliko kula ziada. Na ni kwa namna gani sasa vyakula hivi vya mizizi kama viazi, mihogo pamoja na magimbi vinasaidia afya katika mwili wa binadamu? Afya ni hiyo nishati tu inayotoka kwenye mihogo na viazi. Labda kitu kingine ambacho tunaweza tukasema, inategemea aina ya viazi. Kwa mfano viazi vya manjano utapata na beta carotene ambayo ni aina moja ya virutubishi ambavyo ikiingia mwilini inabadilishwa kuwa vitamin A. Kwa hiyo utakuwa umepata faida ile. Lakini kwa upande wa mihogo kwa kweli ni wanga zaidi, lakini pia kuna madini ya kopa ambayo mtu anaweza akapata, na kwenye magimbi unaweza ukakuta kopa pia na selenium na zinc ambazo zipo, lakini kwa kiasi kidogo, sio kiasi kikubwa sana. Na kwa sababu kila muhogo na viazi katika hali ya kawaida vitakuwa na maji kiasi kikubwa, kwa hiyo kile kiasi cha maji kinapunguza virutubishi, kiasi cha virutubishi kule kwenye chakula unachokula ukilinganisha na vyakula vingine. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba hunufaiki sana kupata virutubishi vya kutosha kutoka kwenye hivi vyakula vingine zaidi ya wanga. Prof, sasa hapa tupate tu ufafanuzi wa ndani kabisa. Ni madhara gani sasa mtu anaweza kuyapata kama atatumia vyakula vya wanga kwa wingi sana? Nashukuru. Vyakula vya wanga kwa kweli kama tulivyoona, maana ni nishati zaidi ndio iko kule. Wanga unakupa nishati. Kwa hiyo madhara yanayotokana na kula kiasi kikubwa cha vyakula hivi ni kwamba unaupa mwili sehemu kubwa ya wanga ambao ikiingia tumboni inabadilishwa kuwa sukari, na ile sukari inaingia kwenye damu, na ikiingia kwenye damu lazima itaenda kuwa kichocheo cha kutoa kutoka kwenye kongosho ile insulin. Sasa kama mwili utapewa sukari nyingi wakati wote, kwa mfano mchana umekula ugali mwingi, jioni ukala wali mwingi, kwa hiyo mwili unapewa sukari nyingi ambayo kongosho inabidi ifanyie kazi ili kuiondoa kwenye damu, na ikishindwa kuitoa ile sukari kwenye damu, ndio hapo tunasema mtu sasa amefikia kiwango ambacho sukari haiwezi kuondolewa kwenye damu kwa haraka, ndio anaingia kwenye kisukari au ile stage kabla ya kisukari. Kwa hiyo inaweza ikawa moja hapo. Lakini sasa ukiweza kuitoa kwenye damu ikaingia kwenye chembe zako za mwili, ina maana ikifika kule sasa ndio inabadilishwa kuwa mafuta, na yale mafuta yanahifadhiwa. Na kuyavunja yale mafuta ni lazima uwe hujala kitu chochote kwa muda wa siku moja mbili, labda ndio unaweza kuanza kuvunja mafuta yako ili akupe nishati mwilini. Vinginevyo kama utaendelea kula, yale mafuta yanaendelea kuhifadhiwa, na kama kiwango ni kile kile, ina maana siku hadi siku kiwango cha mafuta kinaongezeka. Na mbaya zaidi ni kwamba na mbaya zaidi ni kwamba jinsi mafuta yanavyoongezeka, ina maana uzito unaongezeka, na uzito ukiongezeka, mahitaji ya mwili yanaongezeka. Kwa hiyo kiasi cha ugali unachokula leo hakitakuwa sawa na kiasi cha ugali utakachokula wiki moja baada ya kuwa umeongezeka uzito. Ina maana itabidi uongeze kiasi cha ugali. Kwa hiyo kunakuwa na tatizo ambalo linaendelea kwa sababu unaongezeka uzito, mahitaji ya mwili yanaongezeka, kiasi cha ugali unachokula inabidi kiongezeke. Kwa hiyo hapo ndio inapoleta shida zaidi, kwa sababu mtu hatambui kwamba ameongezeka uzito, halafu anajikuta mbona nasikia njaa sana. Akishasikia njaa sana atakula zaidi na atakula zaidi na atakula zaidi, kwa hiyo uzito unaongezeka. La kufanya ni kwamba tuhakikishe tunakula kwa uwiano, kwamba kama umeweka ugali size ya ngumi ya mkono wako, basi hakikisha una mboga za kutosha na vyakula vingine ambavyo vinahitajika kula na ugali. Tusije
tukajikuta tunakula ugali mkubwa, halafu hakuna uwiano na vyakula vingine ambavyo tunakula na ugali. Nafahamu pia kwamba umefanya utafiti kuhusiana na ulaji wa hizi mboga za asili katika wilaya ya Kilosa, nakumbuka vizuri hiyo. Na nini mlikiona kule kwa wananchi? Upo uwiano huu wa kula hizi mboga za majani pamoja na vyakula hivi ambavyo tunavizungumza? Nashukuru, uwiano upo. Tatizo kubwa ni kiasi wanachokula ni kidogo sana, na hicho unakiona kila mahali. Hata ukienda kwa watoa huduma ya vyakula, atakupa ugali mwingi lakini mboga atakupa kidogo. Kwa hiyo ulaji wa mboga ni sana, watu wanakula sana, yani hilo halina mjadala, lakini wanakula kiasi kidogo sana. Tunachosema kama kiasi cha ugali ni ngumi, basi na mboga iwe kiasi hicho hicho, ili kuwe na uwiano huo. Uzuri ni kwamba chakula mboga, kwa sababu ina nyuzi nyingi, itapunguza uchukuaji wa sukari kutoka tumboni kuingia mwilini. Mtu anawezaje sasa kuchanganya matumizi ya vyakula hivi pamoja na kwamba vyote vina wanga, yani ugali, wali, viazi? Hatushauri achanganye. Hatushauri achanganye. Kama unakula ugali, kula ugali na vyakula vingine. Usije ukaweka ugali, ukaweka kiazi, sio ukaweka wali. Kama unakula ugali, kula ugali. Ndio chanzo chako cha wanga. Achanganye na mboga zingine za kula ule ugali. Tusile mchanganyiko wa aina 2 au 3 za wanga kwenye mlo mmoja. Ile pia inaleta shida, kwa sababu utakuwa umeongeza kiasi cha wanga kinachoingia mwilini kwa kiasi kikubwa sana kwa kuchanganya vyote hivyo. Kama unakula viazi leo, kula viazi. Kesho kula mhogo. Kesho kutwa kula ugali. Mtondogoo kula wali, ili kuwe na uwiano ambao mwili unaweza ukamudu. Wakati tumeiweka mada hii hewani kuitangaza kwamba itafanyika kwenye kipindi hiki, tulipata baadhi ya maswali. Mmoja aliuliza akasema hivi: kwa miaka mingi sana sisi tumekuwa tukila ugali na wali, tena kwa kiasi kikubwa. Sasa inakuwaje katika miaka ya hivi karibuni kila siku tunaambiwa ugali na wali una shida? Sawa kabisa. Namkubali kwa swali lake. Kitu kingine ambacho inabidi kuzingatia, kiasi cha chakula unachokula kiendeane na kiwango cha shughuli unazofanya. Kwa mfano, kama wewe ni mtu wa ofisini, tutasema wewe maisha yako sio ya pilika sana. Utatoka nyumbani, utafika ofisini, utakaa. Mahitaji yako ya nishati kwa siku, sasa kipimo hicho sijui nitakiwekaje, ni kama kilokalori 2000 mpaka 2400 ndio unachohitaji kwa siku hiyo, ili kuwezesha kutembea, kufanya vitu vingine mwilini ambavyo vinafanyika kwa kuhitaji nishati. Kwa hiyo kama shughuli yako sio ya shurba, kama yule mchimba migodi, sijui mchimba barabara, au mkulima yuko jembe la mkono, yule atahitaji kula kiasi kikubwa cha chakula. Kwa hiyo tulikuwa tunakula kiasi kikubwa na kufanya shughuli nzito kubwa, lakini mfumo wa maisha umebadilika. Hatutembei tena, tunachukua bodaboda, daladala, tuna magari. Hatulimi kama tulivyokuwa tunalima zamani kwa wengi wetu, na hatujishughulishi kwa shughuli yoyote ambayo ni nzito. Sasa ile ndio imetuletea changamoto hii. Lakini kama utakula ugali wako, uende shambani ukapige jembe, kula kiasi unachoweza, lakini uwiano na vyakula vingine bado ni muhimu, ili upate virutubishi vingine ambavyo vitakusaidia kwenda kufanya kazi ngumu kule shambani. Prof, sasa tukiwa tunaelekea mwisho kabisa wa kipindi hiki, wewe unawashauri nini hawa watu ambao tumekuwa wengi huko kwenye mitandao? Na mimi ni mmoja wa wahanga kwa kweli, sijala ugali sasa hivi na siku nyingi kwa sababu tu niliamini kwamba kumbe kula ugali inaweza ikawa nikaletea tatizo labda ya kuwa na tumbo kubwa au kiliba tumbo na vitu kama hivyo. Unawashauri nini sasa? Unashauri nini mtazamaji? Asante. Ushauri wangu ni kwamba vyakula hivi vyote ni muhimu kwa ajili ya afya ya binadamu. Kinachotakiwa kuzingatia ni kiasi tunachokula. Ugali tunakula kiasi gani?
na tuna serikali imetengeneza mpango wa food based dietary guideline ambayo tunasema ni sijui kwa Kiswahili nitaisemaje, food based dietary guideline ambayo inatoa mwongozo wa ulaji. Na kule imeelezwa vizuri kabisa kwamba kama ni ugali na wewe ni mfanyakazi au mkulima au mtu wa fanya kazi kwenye barabara, unachimba barabara na vitu kama hivyo, wameweka kiwango cha ugali ambacho mtu anatakiwa kula na hivyo vyakula vingine vyote ambavyo mtu anatakiwa kula. Kwa hiyo kama huo hizo guidelines zitazingatiwa, ina maana tutaweza kujua ni kiasi gani tule. Watu tunataka wale vyakula vya aina mbalimbali, wanufaike na virutubishi ambavyo vinapatikana kutoka kwenye vyakula mbalimbali. Sio kweli kwamba chakula kimoja kinaweza kukupatia virutubishi vyote unavyohitaji. Kwa hiyo hilo ni la kuzingatia kwa kiasi ambacho tunahitaji na shughuli tunazofanya. Unapokula lazima ujiwekee lengo kwamba mimi nakula kiasi hichi. Je, shughuli zangu nitazifanyaje leo ili niweze kutumia kiasi hichi cha nishati nilichochukua? Hilo litatusaidia. Nikushukuru sana Prof. Umetupa elimu kubwa sana kuhusiana na swala hili zima la ulaji wa vyakula. Na msikilizaji, nikwambie tu kwamba wali na ugali sio tu sababu pekee ambayo inaweza katupa hivyo vitu tunachokiita kitambi, kiribatumbo au uzito uliopitiliza. Ni wewe tu kufahamu namna gani uweze kula chakula kinavyostahili. Na kama ulivyomsikia Prof hapa amesema walau angalia kwenye ugali au wali iwe ngumi yako moja tu unakula, lakini pia inategemea na unafanya shughuli gani. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi. Asante na kwaheri. Asante sana. Prof, nashukuru. Haya, nashukuru. Asante.